Karibu Tabora, karibu Toronto. Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo mahususi kwa mkoa wa Tabora kwamba kwa kuwa mkoa wa Tabora una uzalishaji mkubwa wa zao la tumbaku ambao pia limekuwa likikaushwa kwa kupitia moto utokanao na kuni na hivyo kuathiri mazingira yetu. Katika kutimiza maelekezo ya Mheshimiwa Rais, STAMICO chini ya Dr. Venance Mwase walikuwa mstari wa mbele, na leo kwa furaha kubwa kabisa tuko hapa tukishuhudia jambo kubwa lilofanywa na STAMICO la ujenzi wa kiwanda cha mkaa mbadala ambao utakuwa na uwezo wa kuzalisha tani 20 kwa saa moja, kikizinduliwa hapa mkoani Tabora, manispaa ya Tabora. Waziri wa madini nchini Tanzania Mheshimiwa Anthony Mavunde kupitia shirika la madini la taifa STAMICO amezindua kiwanda cha kutengeneza nishati mbadala ya mkaa utokanao na mchanganyiko wa mchanga wa vumbi la makaa ya mawe, sawdust pamoja na molasses. Na hapa mkurugenzi mtendaji wa STAMICO Dr. Venance Mwase anaeleza chimbuko la wazo hili na utekelezaji wa mpango huu kwa ujumla. Ilikuwa ni ubunifu wa shirika la madini la taifa STAMICO kufanya utafiti wa namna kuongezea makaa yetu ya mawe thamani kwa kutumia teknolojia mpya inayoitwa carbonization, ili yatoke kwenye ule mfumo wa makaa ya mawe yaje yawe ni suluhisho kwenye nishati safi. Na bidhaa hii imeshapitia viwango vyote vya ubora na mpaka cheti cha TBS. Hali ya uzalishaji ni kubwa kwa sasa hivi. Hiki ni kiwanda cha 3. Kuna kiwanda kikubwa kama hiki kule Kisarawe chenye uwezo wa kuzalisha tani 20 kwa saa. Kuna kiwanda kingine kikubwa kama hiki kule Kimira chenye uwezo huo, lakini tuna kiwanda kidogo kilichoanza pale Tribo kama majaribio ambayo kinaendelea kuzalisha na kinaendelea kutumika kama maabara ya kufanyia majaribio mbalimbali kwa ajili ya kuongeza ubora. Masoko yanakwenda vizuri kwa sasa hivi. Tuna mawakala 80. Na kati ya mawakala hao 80, mawakala 24 ni taasisi ya wanawake na Samia. Lakini tukio lingine ambalo litakuwa sambamba na uzinduzi huu ni kushuhudia kusaini MOU kati ya shirika la madini la taifa STAMICO na viongozi wetu kwa chama kikuu cha tumbaku, kwamba sasa tunaanza rasmi kwamba wataanza kutumia nishati hii badala ya kutumia kuni ambayo inapelekea kukata miti na kuharibu mazingira. Ujenzi wa kiwanda hiki cha Rafiki Briquettes hapa eneo la viwanda kata Kiloleni manispaa ya Tabora unafungua ukurasa mpya wa ajira kwa wote watakaopata nafasi ya kuhudumu mahali hapa. Msisitizo kutoka kwa mwenyekiti wa bodi ya STAMICO IGP mstaafu Simon Nyakorosiro ni uaminifu na uadilifu ili kuhakikisha uzalishaji unakuwa endelevu si tu kwa wahitaji wa mkoa wa Tabora bali pia mikoa mingine ya jirani, pamoja na kutangaza zaidi madini yanayopatikana nchini Tanzania. Ni high time kuhakikisha kwamba na sisi tunakuwa ni wachimbaji, tuna kampuni yetu ya uchimbaji. Jambo kubwa, uaminifu na uadilifu ni swala msingi sana, kwa sababu tusirudi tulikokuwa, tunataka kwenda mbele zaidi. Itakuwa ni aibu sana kama shirika likifia mikononi mwangu. Lazima alipofikia mwenzangu na mimi nihakikisha kwamba kama tunakwenda tuone mara mbili ya pale walipofikia. Nchi yetu madini yako kila mahala na tuna madini ya kila aina. Kwa tunajiuliza ni Watanzania wangapi wanajua aina za madini? Inawezekana mkulima kule Butiama akakutana na madini asiweze kujua haya ni madini. Kwa jambo kubwa nafikiri tuangalie kama tunaweza kwa kila mkoa wa wilaya tukawa na album ya kuonyesha madini au kawa na muda maalum wa watu kwenda kuona aina ya madini, kuonyesha ili aina fulani ya madini, au documentary, mtu akifika documentary kwa mkoa ana take note kwamba madini haya ni namna gani, kwa sababu ukishatambua madini na kuwa rahisi kutoa taarifa. Mbunge wa jimbo la Tabora mjini Hawa Subira Mwaifunga anatumia jukwaa hili pamoja na uwepo wa kiwanda hiki ndani ya jimbo lake kupenyeza ombi lake kwa Waziri Mavunde. Tabora tunazo taasisi nyingi ambazo zinatumia kuni, zikiwepo shule zetu za msingi na sekondari. Nikuombe sana Mheshimiwa Waziri, katika shule za mkoa wetu za sekondari shule 272 zinatumia kuni. Nikuombe sana Mheshimiwa Waziri, kwenye shule zetu hizi uniambie angalau, Mheshimiwa, kuna shule kadhaa tunaweza tukafanya jambo, tuanzie hapo wakati tukiwa tunaendelea
na maeneo mengine. Kiwanda hiki kinachukua nafasi ya 3 hapa nchini, ikitanguliwa na kiwanda cha Kiwira na Kisarawe, kikitarajiwa kutoa ajira zaidi ya 200 kama anavyoeleza mkuu wa wilaya ya Tabora Upendo Wela kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Matiko Chacha. Kama ambavyo tumesikia, kiwanda hiki kitakwenda kuwa mkombozi kwanza kwenye masuala mazima ya ajira. Kama tulivyosikia, ajira takriban 200 zinatarajiwa katika eneo hili. Sisi wana Tabora na kiongozi wetu Mheshimiwa mkuu wa mkoa tunasema ni ushindi, kwa sababu miongoni mwa maelekezo ambayo aliyapewa yametekelezwa kwa vitendo, na sisi wote leo ni mashuhuda na tumeshuhudia hapa mkataba umesainiwa. Kwa hivyo ni matarajio yetu kama viongozi wa serikali katika mkoa, lakini na wilaya zetu zote, kwamba watakwenda sasa kuanza kufanya matumizi ya mkaa huo ambao ni rafiki, lakini tuendelee kuomba kwamba tupate mazingira wezeshi kwa maana ya vitendea kazi ambavyo vinaweza kutumia nishati hii, kwa sababu kama tulivyoona kwamba inaweza kutumika katika zao la tumbaku, lakini kwa kiasi kikubwa pia inatumika katika matumizi ya majumbani, lakini na kwenye taasisi zetu. Na kama ulivyopata taarifa ni kwamba bado tunayo changamoto kwenye taasisi zetu, zinaendelea kutumia nishati ile chafu kama ulivyosikia hapa. Kwa mujibu wa taarifa ya Green Cooking duniani kote, jumla ya watu milioni 950 wanatumia nishati ya kuni na mkaa, ambapo inakadiriwa ifikapo mwaka 2050 matumizi ya kuni na mkaa duniani yataongezeka hadi kufikia watu bilioni 1 na milioni 600. Mheshimiwa Anthony Mavunde anaitaka STAMICO kuongeza kasi ya uzalishaji ili kuwasaidia Watanzania katika matumizi ya nishati safi kwa kiwango kikubwa. Mategemeo yangu kwamba STAMICO mtakwenda kuleta mapinduzi makubwa zaidi. Sasa Mzee Siro, pale Kiwira kwenye makaa yetu ya mawe, tuna makaa ya mawe ya kutosha ya kuchimba zaidi ya miaka 200-300 ijayo. Tukiamua kuchimba kila mwaka tani milioni 1, tutachimba kwa miaka 80. Nataka nikuombe Mzee Siro, nataka muongeze uzalishaji kutoka idadi ilivyo hivi sasa. Yaliyoko chini ya ardhi ni mengi sana. STAMICO ina uwezo wa kuleta mabadiliko makubwa ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Tunataka tutumie makaa ya mawe kuwabadilisha Watanzania kutoka kwenye matumizi ya kuni na mkaa kwenda kwenye matumizi ya briquettes, mkaa mbadala ambao una uwezo wa kuwaka masaa 3 kwa joto lile lile pasipo kupunguza nguvu. Sina shaka na uwezo wako Mzee Siro, sina shaka na uwezo wa Daktari Venance Mbuzi. Sekta ya madini ni kati ya sekta ambazo zina mchango mkubwa kwenye uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Mauzo ya bidhaa nje ya nchi ya sekta ya madini ni zaidi ya shilingi trilioni 7. Lakini vipi kuhusu ombi la mbunge wa Tabora mjini Hawa Subira Mwaifunga? Lakini katika kujibu maombi ya mheshimiwa mbunge, ndugu zetu wa REA tumefanya mawasiliano kwa kushirikiana na STAMICO, wako tayari kuzihudumia shule 6 kwa awamu ya kwanza, kuwabadilisha kwenye mfumo wa matumizi ya nishati. Moja ya shule 2 kongwe zilizoko hapa Tabora na wenyewe bado hawajahama kwenye matumizi ya nishati safi. Kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais, shule ya Tabora Boys na shule ya Tabora Girls wanakwenda kuwekewa mfumo wa nishati ya gesi kwa ajili ya matumizi na waachane na kuni na mkaa. Kazi kwenu watani zangu Wanyamwezi wa mkoa wa Tabora. Kiwanda kimeletwa mpaka mlangoni kwenu. Kuhusu swala la ajira, tayari mmekwisha elezwa idadi ya watu wanaohitajika. Kwetu sisi tunaendelea kuchoma na kula nyama iliyopita katika moto utokanao na nishati hii. Fika mwenyewe mahali hapa ujionee uzalishaji pamoja na kuanza matumizi ya nishati hii ili uingie kwenye orodha yanayotumia nishati safi ya kupikia nchini Tanzania. Karibu Tabora, karibu Toronto.